Mjumbe maalum wa Marekani katika Mashariki ya Kati Steve Witkoff anasema kwamba Rais Donald Trump ataweza kuhudumu kama rais wa Marekani na huku akihudumu kama waziri mkuu wa Israel. Wakati Trump akijiweka katika nafasi ya kuunga mkono sana Israel, matamshi ya Witkoff yanakuja huku kukiwa na ripoti ya mgawanyiko mkubwa ndani ya uongozi wa Israel, lakini pia yakitajwa kwamba kuna mgogoro kati ya rais huyo wa Marekani na kiongozi wa Israel, waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Akizungumza katika hafla ya kuchangisha fedha kwa ajili ya kikundi cha kukabiliana na dharura cha United Hatzalah mjini New York siku ya Jumatano, Witkoff alimtaja Trump kama rafiki wa ajabu kwa watu wa Israel na Wayahudi kwa ujumla. Netanyahu amesema kuwa lengo la Israel bado ni uharibifu kamili wa Hamas, akiahidi mwezi uliopita kwamba maeneo yote ya ukanda wa Gaza yatakuwa chini ya udhibiti wa usalama wa Israel mara tu mashambulizi katika eneo hilo yatakapokamilika. Pia alitupilia mbali ripoti za kuvunjika kwa uhusiano na Washington, lakini uhasama bado unaendelea kuingia katika uongozi wake, huku baadhi ya viongozi wakubwa wa vyama mbalimbali wakiona kwamba uongozi wake ni uongozi ambao umewatenga sana wa Israel, hasa wakati huu ambapo wa Israel wanapambana kuhakikisha watu wao waliotekwa wanarudi uraiani. Kuna kutomheshimu waziri mkuu Netanyahu ambaye kwa kweli nilizungumza naye leo, lakini nadhani Rais Trump anaweza kuwa rais wa kwanza aliyeko madarakani ambaye anaweza kuwa waziri mkuu wa Israel kwa wakati mmoja, Witkoff alisema, huku akibua vicheko na makofi kutoka kwa waliohudhuria. Mjumbe huyo pia alisisitiza kuwa nchi hizo mbili lazima zichukue hatua kwa pamoja ili kuzuia Iran kupata silaha za nyuklia bila kujali gharama. Tehran imekanusha kuwa ina mipango ya kutengeneza silaha hizo, ikisisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni kwa malengo ya amani pekee. Lakini wakati huu Israel inaamua kufanya shambulizi. Inatajwa kwamba kumekuwa na wasiwasi kwa raia wa Israel, huku wakiona kwamba Benjamin Netanyahu anasababisha matatizo kwa Waisrael. Sasa hivi Israel inashambuliwa kwa ndege zisizokuwa na rubani na bado Iran inafanya mpango wa kufanya mashambulizi zaidi kwa kutumia makombora mazito. Hata hivyo, Donald Trump amesema anaweza kuwa waziri mkuu pia wa Israel kwa urahisi kabisa, akipendekeza kwamba hakuna rais ambaye ameifanyia Israel zaidi yake. Anaamini kwamba kile kinachofanywa na utawala wa Netanyahu huenda kikafanya Netanyahu asikubalike zaidi, na huenda kukawa na namna Donald Trump akawa waziri mkuu katika Israel. Utawala wa Trump umekuwa na uhusiano wa karibu na Israel kwa miaka mingi. Hata hivyo, ripoti za vyombo vya habari zinaonyesha kuwa kuna ongezeko la tofauti la kisera na Netanyahu kuhusu vita vya Gaza na masuala mengine ya kikanda. Kwa mujibu wa shirika la habari la CNN, Trump amemtaka Netanyahu kumaliza mzozo na Hamas ambao umeleta uharibifu usiokuwa wa kifani na kupoteza maisha katika eneo la Palestina, huku akimshinikiza kuacha mpango wa mashambulizi dhidi ya Iran, lakini hili limeshindikana. Mvutano pia umechochewa na uamuzi wa hivi karibuni wa Marekani wa kuhitimisha usitishaji vita na Wahouthi nchini Yemen, ambao wanaunga mkono Hamas, na kuondolewa kwa vikwazo dhidi ya Syria. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uweze kuyajua mengi ambayo yanaendelea wakati huu katika ulimwengu. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.